Ndugu washiriki, katika utekelezaji rasmi wa kampeni ya Linda Ushirika, Chagua Uadilifu, Jicho TV, sauti ya jamii. Niwatake washiriki wote kwa ujumla wetu tuweze kutekeleza mambo yafuatayo. Kwanza, kuimarisha utawala bora kwa kuhakikisha miiko ya maadili ya uongozi bora katika kuendesha shughuli za vyama vya ushirika kwa uwazi, uaminifu, uadilifu na ukweli, kwa kudhibiti mienendo ya viongozi na watu wenye maslahi binafsi inayoweza kuathiri sekta yetu ya ushirika. Hivyo niwatake viongozi wa vyama vya ushirika kufanya kazi kwa weledi kwa kuzingatia mifumo ya sheria za ushirika na taratibu za fedha ili kuepuka migogoro na upotevu wa rasilimali za vyama vyetu. 2. Vyama vya ushirika na wadau kuhakikisha mnaweka mikakati stahiki ya uwekezaji wenye tija na wenye kuleta matokeo chanya kwa maendeleo na utoshelevu wa mitaji ili kuwa na vyama endelevu na vyenye uwezo wa kukidhi mahitaji ya wanachama na jamii kiuchumi na kijamii kwa ujumla. Wanaushirika, ninawasihi kuendeleza kilimo cha mazao ya bustani na fursa za ufugaji wa samaki kwenye maeneo ya kutumia vizimba kwa maendeleo yao wenyewe na jamii inayowazunguka. 3. Kuimarisha matumizi ya tehama ili kusaidia vyama vya ushirika kukabiliana na changamoto za kiuchumi, kuboreshwa kwa mawasiliano na kutoa huduma bora kwa wanachama, hivyo kuboresha ufanisi wa shughuli za maendeleo ya ushirika, kuongeza mashirikiano baina ya wanachama na kusaidia kubadilishana taarifa kwa urahisi zaidi. Aidha, watendaji wengi wa vyama vya ushirika hawana ujuzi wa kutosha kuhusiana na matumizi ya teknolojia. Hivyo kupitia jukwaa hili nivielekeze vyama vikuu vya ushirika, wadau wote wa sekta ya ushirika, wakiwemo mashirika ya serikali na yasiyo ya kiserikali, katika kuimarisha programu za kutoa mafunzo ya kitaalamu ili kuwapa viongozi na watendaji wote na wanachama ujuzi unaohitajika katika swala zima la matumizi ya tehama. 4. Katika kujiendesha kibiashara, vyama vya akiba na mikopo kwa maana ya SACCOS viwe msingi na chachu ya mitaji kwa vyama vingine vya msingi, vya mazao na aina zingine za vyama, sambamba na kuendelea kujifunza fursa bora na za uwekezaji kupitia benki ya ushirika ili kukuza mitaji itakayosaidia katika kutoa huduma zetu za kifedha kwa riba nafuu kwa maendeleo ya wanaushirika wote kwa maana ya taifa zima kwa ujumla. Lakini la 5, agizo langu kwenu ni kwamba Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania kwa kushirikiana na wadau muhimu wa maendeleo mnalo jukumu kubwa la kuhakikisha uwepo wa mifumo thabiti ya kutoa mafunzo kwa watu mbalimbali na kuanzisha programu za uhamasishaji ili kuhakikisha watu wenye mahitaji maalum na wao wananufaika na fursa zinazotolewa kupitia sekta ya ushirika. Agizo langu la 6 kwenu, viongozi wa vyama vya ushirika na wadau wote wa sekta kuendelea kuwahamasisha wananchi, wakiwepo hasa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kujiunga na vyama vya ushirika ili kuongeza nguvu za uzalishaji, kuhimili ushindani wa uchumi na zaidi kwa lengo la kuleta uimara wa vyama vyetu vya ushirika. Agizo langu la 7 kwenu wanaushirika, mnapoelekea katika mwaka wa uchaguzi wa vyama vya ushirika, niwatake wasimamizi na wadau wa sekta kusimamia misingi ya sheria itakayowezesha upatikanaji wa viongozi watakaojenga taswira ya ushirika iliyosimama kibiashara na zaidi kuweza kuleta biashara yenye nguvu ambayo italeta tija kwa kila mwanaushirika. Agizo langu la 8 na la mwisho, jukwaa hili liwe fursa ya kuhakikisha uwepo wa mipango madhubuti ya kuendeleza na kuimarisha vyama vya ushirika
vilivyo imara katika misingi ya usimamizi bora, uwekezaji wenye tija, huduma bora za kijamii, ongezeko la wanachama na elimu ya ushirika kwa manufaa ya wanaushirika wenyewe na wala sio vinginevyo. Ya kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia vyama vya ushirika vya mkoa wa Mara. Junzo TV. Sauti ya jamii. Kumewezesha yafuatayo. Moja ni kufikia mnamo Machi 2026 vyama vya ushirika vimekwisha fanya uwekezaji wenye thamani ya bilioni 28,146,857,817 ambapo umewezesha kutoa fursa mbalimbali za ajira za kudumu na za msimu zipatazo 408, me 341 na ke 167 kupitia vyama vya ushirika kwa msimu 2025/26 kumewezesha usambazaji wa pembejeo za kilimo kiasi cha tani 622.35 zenye thamani ya shilingi milioni 810,292,379 kwa wakulima ili kuongeza tija ya uzalishaji wa mazao ya kimkakati. Tatu, kupitia vyama vya ushirika kwa msimu 25/26 kumezalishwa na kusambazwa miche bora ya kahawa ipatayo 500,000 ambapo Rorya wilaya ya Rorya kumesambazwa miche 43, Butiama wamesambaziwa miche 44,000, Tarime TC wamesambaziwa miche 80,000, Tarime DC wamesambaziwa miche 268,000 na wakulima binafsi wamechukua miche 65,000. Hata hivyo bado mahitaji ni makubwa sana. Kilo milioni 10,788,394.56 za mazao aina mbalimbali zenye thamani ya bilioni 18,916,000 na 648,509 yamekusanywa na kuuzwa kupitia vyama vya ushirika vilivyopo, hivyo kuchangia kiasi cha milioni 617,53,495.08 kwa serikali kupitia tozo mbalimbali. Hadi Machi 26 vyama vya ushirika wa kifedha vinamiliki dhima, hisa, akiba na amana zenye thamani ya kiasi cha shilingi milioni 8,458,514 senti, bilioni 8,458,514,635 na kuwezesha utoaji wa mikopo yenye thamani ya bilioni 9 milioni 38,571,741, hivyo kuchechemsha shughuli za kiuchumi sambamba na ajira kupitia wajasiriamali, hivyo kuinua pato la taifa kupitia tozo mbalimbali zinazolipwa na wajasiriamali wanaopata mikopo husika. Katika mwaka 2025 vyama vya ushirika vimechangia kiasi cha shilingi milioni 8,590,000 ikiwa ni misaada ya aina mbalimbali kwa maendeleo ya kijamii. Viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika wapatao 918 wamepatiwa mafunzo ya usimamizi na uendeshaji wa vyama vya ushirika kwa lengo la uboreshaji na utendaji katika shughuli za ushirika. Tume ya Maendeleo ya Ushirika imewezesha udhaminishaji wa rasilimali za vyama vya ushirika vipatavyo 38 vilivyo wanachama wa WAMACU, japokuwa taratibu za upatikanaji wa hati unaendelea. 5. Changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi,
Jukwaa linazo changamoto zifuatazo. Ya kwanza, uwepo wa madeni makubwa kwa vyama vikuu yaliyotokana na makabidhiano ya mali za ex Mara Cooperative, hivyo kuwa kikwazo kwa maendeleo ya sekta ya ushirika katika mkoa wa Mara. Mbili, ni mitaji midogo ya vyama vya ushirika sambamba na mikopo yenye riba kubwa katika taasisi za fedha na benki, hivyo kuathiri utendaji na uwekezaji wa vyama. Wanachama kukosa elimu ya ushirika. Ubovu wa miundombinu ya masoko na umwagiliaji katika skimu za umwagiliaji kunaathiri suala zima la uanzishwaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala na kipato kwa wakulima. Bei ndogo ya soko lisilotabirika kutokana na ushindani mdogo unaosababishwa na uwepo wa wanunuzi wachache wa mazao ya kimkakati, hivyo kufifisha shughuli za uzalishaji na kupelekea madeni ya pembejeo za kilimo katika vyama. Chunzo TV. Sauti ya jamii.